Kilichosababisha tuitane ni kwamba mji wetu wa Dar es Salaam kwa sasa umeelemewa, na hili sio jambo linalopaswa ufike chuo kikuu kugundua hili. Mji wetu sasa umeelemewa. Umeelemewa na kitu gani? Umeelemewa kwa kuwa na vyombo vingi vya usafiri kwenye barabara zetu. Kwa nini vyombo hivi vimekuwa vingi sana? Maana yake ni kwamba kuna sababu nyingi, na moja kubwa sana ikiwa ni kukua kwa uchumi kwa taifa letu. Matokeo tunayoyaona leo ya bandari yetu kuwa na mizigo mingi ilitegemewa kufikia mwaka 2030 kama sikosei. Ndio ilikuwa expected kwamba ifikapo mwaka 2030 tutakiona hiki tunachokiona leo. Kama tulitarajia matokeo haya tuyaone mwaka 2030, swala kwanza, wenzetu wa bandari na uchukuzi kwa ujumla wake tulijipangaje kuhusu kuwa na communication strategy, strategia ya mawasiliano kwenda kwenye taasisi ambazo zina mchango wa moja kwa moja ama katika kuprovide solution ama katika kufanya vinginevyo. Jambo lisilohitaji kuingia chuo kikuu ni kwamba mizigo itakuwa ni mingi, malori yatakuwa ni mengi, watumishi watakuwa ni wengi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwenye kikao hiki tumeitana ili tuje tuwaambie Watanzania kwamba kwa kuwa tulijua matokeo haya yatakuwepo 2030, let's assume kwamba bado hatujayapata matokeo hayo, hatujayapata, tunaendelea kuyasubiri mwaka 2030. Leo ni mwaka 2026. We have only 3 if not 2 point something years, miaka miwili au mitatu. Tumejipanga kujiandaaje na matokeo ya mwaka 2030 ambayo ndio zilikuwa anticipations zetu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni mkuu wa mkoa wa bandari, ni mkuu wa mkoa wa ICD, ni mkuu wa mkoa wa malori, ni mkuu wa mkoa wa bajaji, ni mkuu wa mkoa wa pikipiki, ila mwishoni ni mkuu wa mkoa wa watu. Tumejenga barabara zetu sisi, lakini baada ya muda ukimuuliza mwananchi wa Kigamboni analia, anasema nyumbani sifiki. Ukimuuliza ndugu yangu mkuu wa wilaya ya Temeke anasema mkuu wa mkoa watu hawafiki. Ukimuuliza mkuu wa wilaya ya Ilala anakuambia bwana watu huku wanalia hawafiki. Kwa nini? Bwana ile barabara lori zimepaki kulia na kushoto na katikati, zimeblock barabara yote ambayo inakwenda sehemu fulani. Tena barabara hizo zimekwisha haribika kabisa kwa sababu zimetengenezwa labda ni kwa surface, alafu labda sio zile ambazo zinachukua mizigo mikubwa na kadhalika na kadhalika. Ukiwa na uwekezaji ambao watu wengi wa kawaida wanalia, maana yake ni kwamba lazima tukutane kwa pamoja ili tutatue, ili hata yule mtu wa kawaida apate tafsiri sahihi kuhusu uwekezaji wenye tija. Kwa tafsiri ya haraka haraka, yani kwa mtu mnafiki, mwongo, mzushi, mwenye uwezo mdogo, akimsikiliza mkuu wa mkoa, hoja ya haraka anasema unamuona mkuu wa mkoa hapendi kabisa wawekezaji kama DP World, hapendi kabisa wawekezaji kama Adani, hapendi kukua kwa bandari. Yani huyo ukimwona kiongozi au mtu wa kawaida anakwenda kwenye hiyo statement, uwezo wake ni sifuri. Yani maana yake anatakiwa tukae tuelekezane vizuri. Na mkoa wa Pwani, ndugu yangu Abakari Kunenga alipaswa kuwepo, lakini ameniomba, alikuwa kidogo na udhuru. Last time kwenye kikao chetu tulikuwa naye. Kwenye hii mipango tunataka tuunganishe Pwani na Dar es Salaam katika hii mipango kama zoni moja ya kuweza kushughulika na hizi changamoto. Na kwa taarifa, sisi bandari yetu hii inajaa, na hata mkiangalia mizigo ya kopa inayotoka Kongo kuja hapa kwetu inakuja mingi. Kwa sababu gani? Nendeni Durban, katika lori 500 zilizobeba kopa zinaweza kuwa salama labda 300 plus. Nyingi utakuta zimeibiwa. Kwa kinacholeta ufanisi wa bandari yetu pia kikubwa ni usalama. Ndio pia ina attract usalama. Kuhusu ubovu wa magari, mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kweli tulishaitwa sisi na watu wa haki za binadamu
wakasema magari yanayobeba containers hapa Dar es Salaam ni machakavu kweli, na kweli si wenyewe tulijiona ni machakavu, na pia hela wanaolipwa wale madereva ni ndogo sana. Tulikuta mzee mmoja tumbo hili anataka kukutana na mgongo, anasema anapewa shilingi 5,000 na hiyo 5,000 anabidi apelekee watoto, hawezi kula yeye. Hasa tunawafikiaje wale? Tumeshindwa kuwafikia kwa sababu wale hawako kwenye vyama vyetu hivi, sio mandatory. Vyama hivi vilivyopo ni kwa ajili ya transit tu. TRA amefanya hivyo ili tulinde mzigo ambao hujalipiwa kodi usije kaibiwa hapa ndani. Sasa tulifikiri kwamba ikiwezekana, hebu nye watu wa bandari semeni magari yote yanayoingia bandarini pale yawe kwenye vyama ili muweze kuyafikia matakwa yenu mnayotaka pale bandarini yaweze kuwafikia kwa wakati. Umenielewa? Lolote gari linalokuja pale ambatanishe certificate ya vyama. Viko vingi, karibu 4 vidogo, na wale ambao labda tunapambana sana hivyo, awe na certificate hiyo. Sasa mnapotoa kauli au serikali inatoa kauli au mkoa unatoa kauli, wanatuita sisi na sisi tunawafikishia wale hata hii mshahara si mkataba hawana. Ni shida kweli kweli. La mwisho ambalo tunaliomba zaidi, naomba tufanye Kibaha iwe hub yetu ya sisi wamiliki wa malori. Kuna nafasi kubwa sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hata tukitaka kesho tuende tutembelee au tukitoka hapa tuende tukapaone. Piga grader tu pale, tupige grader pale, tuweka mabanda ya mamantilie pale, na tunaenda kutengeneza fursa. Pahala pakubwa kweli kweli, afu pako level. Hakuna milima kama Kimara. Pako fresh. Tutapunguza msongamano kwa mkubwa sana. Asante sana. Kwa hiyo mimi ninachokiomba, hebu tutizame a long strategy. Tuna 2050. Kwa nini na sisi tusiwe na 2050 iendane na huo mpango wa dira ya serikali kwenye haya mambo tunayoongelea hapa? Mimi hilo ndio ombi langu kubwa. Na cha kumalizia, nisingependa kuongea tena, nadhani watu wengi wameongea. Naomba sana 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 watu wote kwenye hizi kutoka kwenye serikali, kabla hamjafanya kitu chochote, sisi tupo wadau tunaowasimamia hao watu wengine. Naomba mwasiliane na sisi kama kuna kitu chochote kinachofanya nini, kinachotuhusu our industry, ili tuweze kuwasiliana na members wetu. Majirani zetu kule Mbala upande wa Zambia wameweka mipangilio mizuri namna ya kuweza kupaki magari yetu, lakini upande wa Tanzania tumekuwa kero katika hili. Bila kuficha, mkuu wa mkoa, tumekereka sana madereva, hatujui tatizo ni nini. Toka juzi tulikuwa tunawaza na kutafakari ni kitu gani kinafanyika na kwa nini hamtushirikishi kama madereva. Mtambue na sisi ni wasomi kama ninyi tu, naomba mtujali. La mwisho, kuna bandari tuliandaliwa pale Kwala. Kama ni hivyo, nyinyi mmeshindwa upande wa Dar es Salaam, mtupeleke kule Kwala ili hapa Dar es Salaam tusete msongamano kama hivyo. Pale Kwala kila kitu kimeandaliwa. Ukiangazia pale mizani kuna kila kitu ambazo huduma tunaweza tukazipata pale. Kwa hiyo tunaomba kwa hilo, ili tusiweke msongamano usio kwa tija, tuende kule madereva. Nadhani hii kero haitakuwepo.